Na taarifa nyingine zinaarifu kwamba serikali imesitisha matangazo yote ya kamari humu nchini kwa muda wa siku 30. Marufuku hiyo inanuia kulainisha matangazo hayo ambayo bodi ya kudhibiti kamari inasema yanaendelea kukiuka maadili. Bodi hiyo sasa inasema kuna wasiwasi mkubwa kuhusu namna matangazo mengi ya kamari yanavyoendeshwa, kama Willy Lusige anavyoeleza. Jumanne, bodi ya kudhibiti kamari nchini ilitangaza kusitisha mara moja matangazo ya kamari katika majukwaa yote ya habari kwa siku 30, sababu kuu ikiwa kuongezeka kwa shughuli za kamari na matangazo yanayodaiwa kupotosha. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa bodi hii, wafanyabiashara wa kamari wanazidi kutangaza kamari kama fursa halali ya uwekezaji na njia ya haraka ya kutajirika, hivyo kupotosha umma. Amesema mielekeo hiyo imesababisha madhara makubwa ya kijamii na kiuchumi, ikiathiri watu binafsi, familia na jamii kwa ujumla. Nikinukuu, kilichotia wasiwasi zaidi ni upeperushwaji wa mara kwa mara wa matangazo ya kamari katika muda wa kulinda maadili kuanzia saa 11 asubuhi hadi saa 4 usiku, na hivyo kuathiri watu walio hatarini, hususan watoto. Agizo hili linawalenga waendeshaji wote waliopata leseni na linahusu aina yoyote za matangazo kwenye vyombo vya matangazo na hata mabango. Vilevile, kampeni za arafa za simu, barua pepe, matangazo ya kushabikia kamari ya watu maarufu na wale wanaotumia ushawishi mitandaoni pia yameathirika. Katika kipindi cha usitishaji huo, waendeshaji na waandaaji wa kamari watalazimika kuwasilisha matangazo yao kwa bodi ya ukaguzi wa filamu nchini ili yakaguliwe, yapangiwe hadhi na kupatiwa vyeti vya idhini kwa mujibu wa sheria. Willy Lusige, runinga ya Citizen, Nairobi.